Yes bwana, hii ni ripoti ya Ayo TV Entertainment. Sasa hivi nina ripoti kutoka katika mkoa wa Kigoma, maeneo ya Ujiji. Nimekutana na kijana ambaye uwezo wake wa sanaa anayoonyesha kujipatia kipato katika mitaa mbalimbali hapa mkoani Kigoma, hususan hapa mitaa ya Ujiji. Imekuwa ya kushangaza sana na watu wamejaa wakimshuhudia akionyesha, baadaye anakusanya pesa kadhaa kuanzia shilingi 500, mwenye 100, mwenye 200. Amewezaje haya yote kufanya hii na anafanya hivi kwa sababu gani? Yote tutayajua. Niko naye hapa, nitazungumza naye machache tu. Sita, 7, 8, 9, 10. Fresh kabisa. Majina yangu mimi, kwa majina naitwa Bilali Hasani Bilali, jina la kuzaliwa. Jina la michezo najiita BM Manyota au Anko Cheusi. Okay, umri wako, mkazi wa wapi pia? Mimi ni mkazi nimezaliwa Kazula Mimba, lakini nimekulia hapa Ujiji na nimesomea shule ya Azimio. Pia mimi ni mkazi wa haya maeneo, ila nimetoka kwa muda. Elimu yako sasa mpaka sasa hivi ni? Elimu yangu mimi nilisoma shule lakini ilinishinda. Nikaamua nibuni sanaa, maana niliona kazi zote zimenishinda, nikaamua nijikite kwenye sanaa. Ulisoma mpaka la ngapi? Mimi nimesoma, nimeisha tu darasa la 6. Darasa la 6. Ndio. Umesema umri wako ni miaka mingapi? Na miaka mimi 22. Ndio. Na umeoa na familia? Sijaoa kwa sababu maana nikioa itanifanya sanaa yangu nisiendeleze, maana kichwa changu kitapata hitilafu nyingi za kushindwa kuendeleza sanaa yangu. Okay, tuzungumze kwenye upande wa kipaji chako. Tumeona unaonyesha maonyesho, baadaye unakusanya pesa. Hii ilikuwaje kuanzia mwanzo mpaka sasa hivi ambapo umefikia? Kiufupi mimi kufanya kwangu hivi, nilipata ushauri kwa watu mbalimbali. Nikaona kuwa kumbe nikisema nitafute video zangu ni shoot niweke kwenye YouTube ni ngumu kutoka. Kwanza uwezo wangu ni mdogo, afu pili kipato changu ni kidogo, pia management ya kunisaidia sina mtu wa kuniokoa, sina mtu wa kunisaidia. Asilimia kubwa nilikuwa nikifanya michezo yangu walikuwa wananiita kichaa, mwehu na mapungufu ya akili, hadi saa hizi wananidiscuss hivyo, lakini mimi sijaona. Kumbe nikaona ili niweze kupata support ni kuingiza kazi yangu mtaani, ili nitapoingiza kazi yangu mtaani kila mtu ataniona, umeona. Lakini nikafikiria, je, kwa nini mtaani nisipate sponsor? Kwa mfano niwe na kibali maalum ambapo hata nikipata tatizo lazima niwe na na karatasi ambayo inanijulisha kwamba mimi ni mkazi wa wapi na ni mtu wa wapi na ninafanya nini ili nipate nini. Kwa hiyo saizi na kibali changu kinaniruhusu kufanya sanaa yangu. Okay. Turudi nyuma kidogo, mimi nataka kufahamu kwamba kipaji chako ilikuwaje, yani mpaka ukagundua na kipaji chako. Ulikuwa na umri gani mpaka ukaanza kufanya haya mambo? Kiukweli mimi toka mdogo nilikuwa na talent ya kudansi. Nilikuwa na dansi, lakini kudansi watu wengi nimeona wanadansi wanaisha tu kuoa, wanadansi wanaisha tu kuendesha bajaji. Sasa mimi nikajiuliza, sanaa yangu ili niiendeleze, sanaa yangu ili niifanye vizuri, ili niweze kufika mbali zaidi, nifanye nini? Nikaona nifanye kitu mtaani, mwenye 100, mwenye 200. Hizo 100, 200 nazo changishwa napata. Sio kwamba ni pesa nimerizika nayo, hapana. Nafanya hapo ili nizidi kupata moyo zaidi, na nimeshaona hii ni kazi kama kazi zingine na naweza nikafanikiwa. Okay, sasa hivi unafanya vitu gani ambavyo watu wanakushangaa, yani vile vinakuwa vitu sio vya kawaida sana maonyesho, katika maonyesho yako? Kuna hii ringi. Kama hii ringi mlivyoona ndugu watazamaji, hii ringi bana, hii ni ringi tu. Huu msumali huu unazungukia jichoni huu. Huu msumali huu unavyouona, huu msumali unazungukia jichoni huu. Pia sehemu zote za mwili wangu, hapa kwenye kitofu, hapa kwenye mdomo, mfano naweza nikafanya hata hivi, nikafanya kama hivi. Bwana, hayo ni manjonjo ambayo anaonyesha kijana huyu na ubunifu wake pia. Kwa muda mfupi. Hizi kofia ninazichezea pia. Pia nina uwezo wa kutembea na kwenye kamba, na nina uwezo wa kutafuna nyembe 6. Nikazitafuna na nikazimeza nikanywa na maji. Lakini watu wengi nikiwaeleza hivyo wananiona ni muongo. Kiufupi mimi nataka nifike mbali. Sasa tunataka kufahamu kwamba kipato ambacho unakipata kwa siku, labda unakusanya pesa kiasi gani? Kwa siku kipato changu at least naweza nikaingiza 15,000 au naweza nikaingiza 20,000. Lakini inatokeana. Kwa mfano kuna kutembea, naweza kapanda gari 500, kula chakula
ila chakula changu asilimia kubwa natumiaga juisi ya maembe. Nanunua maembe mwenyewe na asaga, sinunui juisi ya kutengenezwa, au nanunua parachichi na ikatakata na kuiponda ponda na kuchanganya yai bichi ili kunipa uwezo wa mapafu kupumua, ili ninapofanya sanaa yangu nakuwa na pumzi ya hali ya juu. Una miaka mingapi ukifanya kazi hii? Hii kazi at least mwaka huu ndio nimeanza kuingiza mtaani. Miaka 2.5 ilinichukua nikiwa nafanya mazoezi. Na nimepotea hapa Ujiji kwa muda mrefu. Saizi nimekuja nafanya hapa. Wananikumbuka, wananiona, na waliokuwa hawanijui wananiona. Labda malengo yako ya kukusanya kipato mtaani, hizi shilingi 200, 500 na pesa nyingine, unatarajia ufanye nini sasa hapo mbeleni? Mbeleni mimi ninachokitaka kwanza, vifaa sina. Kwa mfano, baiskeli tairi moja sina. Kamba za mazoezi za kunifanya mwili wangu kuwa laini zaidi sina. Pia redio ya kunipa mzuka kama hivi mnavyoniona, changamoto hiyo nilikuwa nayo, natumia simu yangu na yenyewe pia redio sina. Kwa hiyo kucheza hivyo, kwa mfano kama jana nilicheza nikapata kama shilingi 6,000. Nikanunua soksi, nimenunua poda, pia nikanunua na nguo za mazoezi nimeziacha nyumbani kwa niaba ya sare. Kwa hiyo maana nimeona mdhamini sina. Kwa hiyo nikaona kumbe nibuni sanaa yangu kuionyesha mtaani ovyo ovyo ili niweze kupata kipato cha kujiinua mimi mwenyewe, endapo napopata sponsor nafika mbali zaidi. Okay, tumeona kuna maonyesho ambayo unaonyesha sasa hivi yamekuwa ni watu wanashangaa. Pengine wanajiuliza unatumia dawa ama ni uwezo wako. Hii imekaje? Haya maonyesho nayaonyesha kiukweli, kwa mtu asiokuwa na imani atajua natumia dawa. Lakini haya maonyesho niwaambieni ndugu watazamaji mlioniona, ukifanya mchezo unaumia. Umeona? Ukifanya mchezo tu kidogo unaumia. Ila ukiwa constable, yani ukiwa makini zaidi, unafanya vitu ambavyo viko fair. Kwa hiyo mtu asiokuwa mwelewa atajua unafanya mazingaombwe. Na watu wengi wamezoea uchawi kuliko kuwa vitu vya maana. La kumalizia labda kwa vijana ambao wanatafuta maisha pia kupitia sanaa. Kiukweli kwa waigizaji, kwa watu wenye sanaa mbalimbali, nachopasa kuambia, pambaneni, lakini kuna vikwazo hivyo viwili vya kufanya sanaa kufa. Vijana wengi wana talent. Haya, talent cha kwanza kabisa haitakiwi ufanye ngono. Talent haitakiwi ulewe, unywe au upate kishawishi cha kukufanya ubongo wako kupata mzuka. Talent inatakiwa utumie uhalisia wako. Na ndio maana vitu ninavyovifanya mimi ni vitu vigumu sana. Nafanya vitu vigumu ambavyo kwa mtu mwingine haraka hawezi. Unapatikanaje labda kwenye mitandao ya kijamii au namba zako za simu? Mimi kwa mitandao ya kijamii, kwa YouTube sina. Facebook sina kwa sababu uwezo wangu bado ni mdogo sana. Sanaa yangu ndo naianza, nahitaji nipate sponsor. Kama hivi mmevonioji, nashukuru, ili kazi yangu zidi kufika mbali ili niziweze kufanikiwa. Namba yangu mimi kwa fasta 07 63 42 64 78. Hiyo namba ya Voda. Namba ya pili ya Halotel 06 29 0 65 78 mwisho 3. Bwana, hayo tu ni manjonjo ya kijana huyu ambaye ameamua kusaka mkwanja kwa nguvu zake, kuonyesha kipaji chake hapa kwenye mtaa wa Ujiji. Lakini cha kushangaza ni namna haya malingi ambayo anayatumia kuweka katika masikio, kuzungusha katika mdomo, meno. Watu 6 wanaweza kukaa juu yake bila kuumia. Hii yote ni kutafuta pesa ili aweze kuendeleza kipaji chake katika sanaa yake hii ambayo anaionyesha kwenye jamii. Kutoka Kigoma, jina langu naitwa Ali Dreams TZA, ripota wa AyoTV na millardayo.com.